Amen, amen. Wow, Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu mahali popote ulipo. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninamshukuru kwa sababu ya kuniokoa na kunipa amani na kunifanya niwe mtoto wake kwa njia ya wokovu. Na kwa hivyo jioni ya siku ya leo nimekuja. Jambo la kwanza ni kuambia kwamba ninahudumu hapa Christian Foundation Fellowship Gikabura, na mahali hapa tumemuona Bwana akitenda maajabu katika jina la Kristo Yesu, na ninaamini ya kwamba hata wewe Mungu amekuwa baraka kwako katika jina la Kristo Yesu, kama vile amekuwa baraka katika maisha yetu. Na mahali hapa tumeona Bwana katika jina la Yesu. Nimepelekana na Mungu wangu katika safari kubwa, na Bwana amenitenda mema na amekuwa mwaminifu kwangu, na amekuwa kibirio langu katika maisha yangu. Ninasema ya kwamba isipokuwa ni Bwana amekuwa wa upande wangu, hakika mahali niko sio mahali ningekuwa. Na kwa sababu amenitenda mema, ametembea pamoja nami, amenishikilia kutoka ujana wangu, na hata siku ya leo Bwana amekuwa mwaminifu kwangu. Na kwa hivyo ninatukuza jina la Bwana hata kwa kuniweka hai na kunifanya niwe mtumishi wake katika nyakati za mwisho, na ili nikaweze kumletea utukufu. Na niko na imani ya kwamba kuna mambo inafanyika na kuna watu wanabarikiwa kupitia neno la Bwana hapa Christian Foundation Fellowship, kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. Na kwa hivyo jioni ya siku ya leo nimekuja kuongea mawili matatu ili tuweze kusaidiana katika hii safari, kwa sababu maandiko inasema that two are better than one. Mmoja anaweza kosa nguvu ainuliwe na yule mwingine, na hiyo ni maandiko ya Mungu inasema namna hiyo. Na kwa hivyo amini ya kwamba jioni ya siku ya leo Bwana anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yako na katika maisha yangu. Nimekuja mahali hapa kwa sababu Bwana amekuwa mwaminifu kwangu katika hii safari ya wokovu na katika safari ya huduma. Nimeona Bwana katika maisha yangu, na nimeona Bwana akitenda mambo makubwa na mambo ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo nimekuja ili nikaweze kushare mambo mawili ama matatu ili tuweze kubarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Nimekuwa hapa nikihubiri neno la Bwana katika miaka ambayo imepita. Ni miaka inaelekea miaka 4, na nimeona Bwana akitenda mambo makubwa. Na kwa hivyo siku ya leo nimekuja hapa ili tukaweze kusaidiana katika hii kazi ya Bwana, kwa sababu peke yetu hatuwezi. We need you, you need us. So kila mtu anahitaji yule mwingine. Na kwa hivyo nikiongea kidogo ama kahistory kidogo ya kuanzisha kanisa hapa katika maeneo hii ya Gikabura. Ni jambo ambalo Mungu alinena ndani ya moyo wangu na akanisaidia, na nikasikia sauti ya Bwana na nikaitii, na nikakuja katika hii maeneo ambaye hakuna mtu hata mmoja nilikuwa ninajua, hata sikuwa nimewahi ingia katika hii munji. Lakini Bwana alininenea juu ya hii munji, na Bwana amekuwa mwaminifu. Na mahali nimefika nimeona ya kwamba kumbe ni Mungu alikuwa amenituma katika hii maeneo.
kwa vile nimeona akifanya mambo, akiokoa watu, akifungua watu na akibariki watu. Na kwa hivyo nilipokuja katika hii maeneo back 2021 after COVID kuisha, mwaka wa 2021 ndio mwaka nilikuja hapa katika hii maeneo. Ilikuwa mwezi wa August ndio nilikuja nikaanza huduma mahali hapa tarehe 1 August 2021. Na from that day nimetembea na Mungu na amekuwa mwaminifu sana. Ibada ya kwanza nilianza mimi na mke wangu na jamii yangu, na mtu mmoja Bwana alimleta katika hiyo ibada, na my sister na mke wa my brother. That was our first service. Alafu tukiendelea hivyo Mungu akaendelea kutusaidia. Na tulianza hii kanisa kwa rumu 2 za mabati. Rumu 2 za mabati. Na tukang'eng'ana tukiomba Mungu kwa kuomba na kufunga na kuhubiri injili ya Bwana. Tukaendelea hivyo, Mungu akatuinua. Tukaingia kwa rumu 3 za mabati. 3 rooms za mabati. Tukiwa mahali pale tukaomba Mungu na tukaona vile Mungu anazidi na kuleta watu na kupanua hii huduma. Tukaomba Mungu sana atusaidie at least tuweze kupata mahali tunaweza lease, mahali tunaweza kulease. Na kwa mapenzi ya Mungu na kwa neema yake Mungu akatupatia jamii ambaye ilitusaidia, ikatupatia mahali tukalisi, na tukaamua kujenga kanisa la Bwana mahali pale. Na kwa hivyo tumekuwa hapa katika maeneo haya na tulijenga kanisa ambalo ni kubwa, mahali ambapo tunamwabudu Bwana hata siku ya leo, mahali ambapo Bwana ametenda maajabu, ijapokuwa hatujaikamilisha kabisa, kwa maana imebaki kuwekwa madirisha, imebaki kuwekwa milango 2 na imebaki kumaliziwa ofisi, na ili kanisa la Bwana liwe nzuri na safi, kwa maana Mungu anapenda mahali pazuri. Anaabudiwa mahali pazuri. Anasema tumjengee nyumba ambayo atakayo ifurahia. Na kwa hivyo we are on the process ya kumalizia nyumba la Bwana. But tukiwa mahali hapa Bwana akanena nami, na nikanena na kanisa ambalo hawa watu wamekuwa wakinisupport na kusimama na huduma yangu na kusimama na jamii yangu. Kwanza ni washukuru kanisa la CFF Church Gekabura, all our members, kuanzia watoto, wazee, vijana, wasichana, wamama, wote the members of CFF Church Gekabura. Ninawashukuru kwa vile wamenisupport katika huduma hii, kwa maombi, kwa mali na pesa zao, na kwa kujitolea kwao na kushikilia hii kazi ya Bwana. Mungu awabariki na awatende mema. So tulipokuwa hapa Mungu akaweka wazo ndani ya moyo wangu, because we need to think about our generation to come, ili wale watoto ambaye tunalea, our Sunday schools, na wale bado hawajazaliwa, wakikuja katika kanisa kama hii, wataanza kuuliza, kwani wazazi wetu walifanya nini? Bwana apewe sifa. So Mungu akaweka wazo ndani yangu, na ikawa ni jambo kubwa, na nikalifikiria na nikaomba Mungu, then nikashare pamoja na kanisa la CFF Gekabura, na tukaona ya kwamba hata kama tunajenga kanisa tuwe na maono. Tuwe na maono. Maono yetu ni ya kununua our own plot. Our own plot. Yani tuwe na mahali tunaita ni mahali petu.
sio kukoboa na sio kulisi, iwe ni mahali petu. So tukatokelezea na maono, na maono yetu ni ya kununua plot ya kanisa, mahali tunaweza jenga a permanent mega church in this area of Gikabura. Bwana wetu apewe sifa. That's why nimesema ya kwamba nikuje kwenu niweze kushare kidogo, tuongee kidogo, tuone vile tunaweza saidiana katika hii kasi ya Bwana. Because the Bible says ya kwamba that we are the co-workers in the kingdom of God. Sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Mahali popote ulipo unanitazama, from here CFF Church Gikabura, wherever you are, whether in Kenya or outside our nation, mahali unatutazama, uelewe ya kwamba that you are the Christ co-worker in the kingdom of God. Mungu anafanya kazi na wewe. Na unaweza jiuliza, how God works with me. Unafanya kazi aje na Mungu? Vile unaweza fanya kazi na Mungu is to support kile Mungu ameinua, kusupport kile Mungu ameshagua. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa hauna pesa, but through your prayers you work with God. Through your counsel you work with God. Katika kutoa mwili wako kama dhabihu, you work with God. Kwa pesa zako unafanya kazi na Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tuliotokelezea na hii maono ya kununua plot, ilikuwa ni last year 2024. Mungu aliweka hii maono wakati tulikuwa tunajitayarisha kusherehekea, to celebrate our 3rd anniversary, because this is our 4th year kutoka wakati tulianza hii kanisa. So wakati tulikuwa tuna celebrate our 3rd anniversary, ndio tuliweza kulaunch hii maono ya kununua plot mahali ambapo tunaweza kujengea ama kununua plot. Bwana apewe sifa. Na kwa uhakika hii maono nikauzia kanisa, na tukaongea na tukapanga, na sasa hii maono ndio tunaelekea naye, ndio tunajipanga naye. Bwana wetu apewe sifa. So wakati tulianza kupanga hivyo from last year 2024, ndio tuliweza kulaunch hii maono yetu ya kununua plot. Na tunaaminia Mungu 100/100. Na kwa sababu maandiko inasema ya kwamba mbingu na dunia yote ni mali ya Mungu, na kwa hivyo Mungu hawezi kosa mahali tunaweza kumjengea madhabahu permanently, mahali even our generation will come and worship God na kubarikiwa na kumtumikia Bwana. Na kwa hivyo tukawa na hii maono. Jambo la kwanza ningependa nikaweze kukusomea neno ili likaweze kutuongoza katika kitabu cha Mithali, that is Proverb 29 verse 18. Proverb 29 verse 18 inasema ya kwamba pasipo maono watu huasha kujizuia. Ya Kiingereza inasema vizuri ya kwamba where there is no vision the people perish. Bwana apewe sifa. So wakati tunaishi katika dunia hii na wakati tunafanya kazi ya Mungu, we need to have a vision. We need to have a vision. That's why as Christian Foundation Fellowship Gikabura, we have a vision. Tuko na maono. Because
hatuwezi kuishi kwa kukomboa ama kulisi. But we have a vision, and our vision is to buy a church land. Because a vision attracts the resources. That's why the Bible says ya kwamba where there is no vision, people perish. So God, Mungu, anakuja mahali kuna maono. You can have a church, you can have a family, you can have a business. Without any vision, Mungu anaweza shindwa na kukuja. But when you declare this is our vision, this is my vision for my family, for my ministry, that vision attracts God. That vision attracts the resources. Bwana wetu apewe sifa. So we know ya kwamba this is our vision of buying a church land. And what I believe, and I have faith in God, ni ya kwamba hii vision ina attract Mungu. Kwa sababu it is not for our own benefit. Ina benefit the kingdom of God. So God will support this vision. God will start with us in this vision. And how God will start with us? Through you and me. Bwana wetu apewe sifa. So, where there's no vision, people perish. Then, Biblia inaendelea na kusema ya kwamba, that we light our vision, tuandike maono yetu na herufi kubwa. Na riposa there is a banner ambayo tuwa tumeweka church. Every Sunday, every Wednesday, when you watch us live in our Facebook, in our social medias, you can see the altar. We have a banner. Tumeiandika our vision of buying a church land. Bwana wetu apewe sifa. So tumeiandika na herufi kubwa. Na diposa hata siku ya leo nimekuja so that I can share this vision with you, so that we can see how you can see how you can start with us in this vision. And I know God will bless you. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema where there is no vision, people perish. Diposa nimekuja jioni ya siku ya leo. I have come here today. I have come here today to urge all my viewers, all my friends in our nation Kenya, outside of our nation. I urge you, I pray, Bwana wetu apewe sifa. I have come here to look for your support. See how you can support this vision so that it can come true. Iwe wazi katika jina la Yesu. Na ninaamini ya kwamba with whatever you have, what God has given you, what God has entrusted you, you can support us in buying this church land. Bwana wetu apewe sifa. We have prepared ourselves from last year, August, until today. Na tukasema ya kwamba we are going to have a fundraising. A fundraising. This fundraising is on Sunday. Coming Sunday. This coming Sunday. On date 8, this month of June, year 2025, here at Christian Foundation Fellowship. That's why I have come to you. Bwana Besiba, praying for your support. Start with us. Na wakati unasimama na kasi ya Mungu, Mungu atasimama na mambo yako katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. So nimekuja kuwakaribisha katika fundraising yetu siku ya Sunday tarehe 8 mwezi huu wa 6.
hapa Christian Foundation Fellowship. Come and worship with us from morning 8 a.m. We will have our morning glory, then our main service until 1:30 p.m. So from 2:30 p.m. we will start our fundraising, and we are looking for support kutoka kwako na kwangu. And I pray, wapendwa, let us support the work of God. Let's support the work of God. When you support the work of God, surely God will support whatever you do in your life. In your life. Bwana wetu apewe sifa. God will support whatever you do in your life. 2 Corinthians, the Bible says in 2 Corinthians chapter 9 and verse 6, inasema ya kwamba, lakini nasema neno hili. Paulo akinena kwa Wakorintho anasema, lakini nasema neno hili, apandaye hamba atavuna hamba. So there is a time of sowing and there is a time of reaping. So everyone reap what he or she has sown. So apandaye kwa ukarimu, atavuna kwa ukarimu. That's what the Bible says. So when you give or you support the church and the kingdom of God, Biblia inasema whatever you sow, you will reap. Bwana apewe sifa. And verse 7 inasema ya kwamba, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukujufu. That's what the Bible says. Ya kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia ndani ya moyo wako. Sio kwa kulazimishwa na sio kwa huzuni, but vile umekusudia ndani ya moyo wako. Yani unasema ya kwamba vile mchungaji anasema, kuna kitu ninaweza toa katika hiyo nyumba la Bwana kusupport hiyo fundraising, itoke ndani ya moyo wako. Hiyo kitu inatoka ndani ya moyo, inampendeza Mungu. That's why we say that we give generously, willingly. It is not a must, but willingly. Hiyo kitu itoke ndani ya moyo. Biblia inasema ya kwamba si kwa lazima, because Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkujufu. So what you are going to give and to support this vision of buying a church land, kutoka ndani ya moyo wako, hiyo kitu itampendeza Bwana, and God will bless your life. Your life will never be the same again. Na kuhakikishia jioni ya siku ya leo, you start with this vision, uone vile Bwana atatenda katika jina la Yesu. Na anasema ya kwamba Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mupate kuzidi sana katika kila tendo jema. So Mungu atakukumbuka. Na ndiposa ninasema ya kwamba it is not a must, but willingly, generously, you can give and support this vision. Simama na hii maono, na Bwana atakubariki na atakutenda mambo makubwa katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Ukiangalia katika kitabu cha Hagai, kuanzia pale mstari wa 4, inaongea vile Hagai nabii wa Mungu alinenewa na Jehova. Akasema ya kwamba, kwani huu ndio wakati ya watu kukaa manyumba mazuri, ili hali nyumba yangu imeashwa ikiwa hivyo.
So akaendelea na kusema ya kwamba ni wakati wa kujenga nyumba ya Mungu, kwa sababu Mungu anakuaga na shida na wivu akiona unakaa nyumba mzuri na nyumba yake inakaa hivyo tu. Bwana wetu apewe sifa. Ni vizuri kusupport kazi ya Mungu na kile Mungu anainua. Ni vizuri kukisupport ili Bwana akaweze kukuinua katika maisha yako. Ndio Biblia inasema ya kwamba katika hiyo Hagai ya kwamba kwa sababu ya watu kukataa kujenga nyumba la Mungu, kusupport kazi ya Bwana, inasema watu wanakula lakini hawashibi. Inasema watu wanafaa mavazi ya joto lakini bado baridi inakuwa nyingi. Inasema ya kwamba unafanya kazi, unaweka pesa katika mfuko ambaye imetoboka. Hiyo ni kusema ya kwamba unafanya biashara unashindwa. Pesa zimeenda wapi? Bwana wetu ndiye sana. Kwa sababu ukiona hizo signs katika maisha yako, Mungu anakunenea, inuka usupport kazi ya Mungu na mambo yako itakuwa sawa. Bwana wetu ainuliwe sana. So ni vizuri, kwa sababu tunasema ya kwamba tunapenda Mungu, lazima tuonyeshane. How do we love God? Because Marko 12 verse 30 inasema, penda Mungu wako na moyo wako na roho yako na akili zako na nguvu zako. Nguvu zako ni ile vitu Mungu amekupatia. You can share with your God, kwa sababu ni Mungu amekupatia kile uko nacho. Bwana pesiba. Whatever you have in your life, ile utajiri uko naye ni Mungu amekubarikia by the mercies of God, by the grace of God. Na ndio maandiko inasema abia matajiri wa siku hizi ya kwamba wasiwe na kiburi, kwa maana wamepewa hizo vitu na Mungu waweze kuzitumia na kusapoti kazi ya. Ukiona Mungu amekubariki, amekuinua, amekutajirisha, not for your own but ni yako, na usupport kazi ya Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Ndio unaona kuna watu ambao walikuwa na pesa but today hawana kitu, because hawakuelewa ya kwamba hii utajiri Mungu ameweka kwangu ni yangu, inisaidie, then ni support kazi ya Mungu. Kusupport kazi ya Mungu inaondoa mashida, inaondoa magonjwa, inaondoa mambo mabaya katika maisha yako. Na diposa nimekuja, this is a chance, an opportunity Mungu amepeana. You can support with whatever you have. Support this vision ya kununua e-plot ya kanisa. Uone maisha yako itakuwa imebarikiwa na utatoa ushuhuda. One day you will come here and see what God is doing. Uone ya kwamba I have supported this vision, now it has come true. Na wewe utakuja kutoa ushuhuda ya vile Bwana amekutendea. Milango yako ifunguke, maisha yako ibarikiwe, biashara zako zibarikiwe, jamii yako ibarikiwe. Bwana akulinde na akuokoe na magonjwa na hatari katika dunia hii, for supporting a vision, for supporting a vision, kusupport kazi ya Bwana. Bwana wetu apewe sifa. So nataka kuambia kwamba siku ya leo Mungu atabariki maisha yako when you stand with this vision. Come and support us on Sunday. Come here and support us. Wale wangependa kufika hapa CFF Church Gikabura, whether you come from town Nairobi or from Nakuru, Nyahururu, area hizo zote, unachukua gari zinakuleta mahali panaitwa Kikuyu stage. Ukifika pale Kikuyu stage, utaona gari zimeandikwa Kedagi. Kuna gari zimeandikwa Kedagi zinakuja Gikabura town center. Ukifika mahali pale, mahali itakuweka hivi, itakushukisha hivi, utaona supermarket imeandikwa Skytop Supermarket. Opposite kuna barabara. Hiyo barabara huwa inaelekea Gisharani Primary School. And from supermarket
na mahali kanisa liko ni mita kidogo sana. Utaona bana yetu, kanisa letu utaliona. Tuko kwa barabara, utatuona mahali pale. Come and worship with us, then study with us katika hii jambo, katika hii maono, na utabarikiwa na Bwana. Kwa unatoka upande wa Kawangware, unaingia gari pale BP, kuna gari zinakuja direct Gikabura, ama uingie ya kuenda Kikuyu, ushukie mahali panaitwa Kehuguro. Pale utashukishwa, utaona gari zinakuja Gikabura, zimeandikwa Kedagi, zikulete hapa Gikabura, na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo ninakukaribisha mahali popote ulipo. Angalia uone, this is an opportunity Mungu amepeana. Simama na hii maono ya kununua plot, tujengee Mungu kanisa, because of our generation. Waseme Yakoba na wazazi wetu walituashia kitu. So hii inawezekana kwangu na kwako wewe mwenyewe, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mtu wako mahali pale na anajiuliza ya kwamba, how can I support? How can I stand with this vision? Kuna njia nyingi za kusimama na hii maono. And it is through our account. Through our account ambaye ninaweza kuziandika hata mahali pale wewe ambaye unatazama, ama ninaweza kwanza nikutajie ili uweze ujue utasimama na nini katika jina la Kristo Yesu. You can use our account. We have our church account, Equity Bank. We use our pay bill. Our pay bill, unaenda pale ukiwa na simu, unaenda pale kwa M-Pesa, unaingia kwa pay bill, unaandika 247 then inakuitisha kitu kinaitwa account. Inakuitisha kitu kinaitwa account. Account unaandika 262,463. That is our Equity Bank account number. Pay bill 247,247. Account number 262,463. Or you can use our M-Pesa number. Our M-Pesa number. Your M-Pesa number ni 0112-643-477. That is our M-Pesa number. Nitakuandikia mahali pale, na ninajua ya kwamba Mungu atakusaidia na atakunemesha katika kila jambo katika jina la Kristo Yesu. Jioni ya siku ya leo, na Bwana atakubariki na atatenda maajabu katika maisha yako in the mighty name of Jesus. So inasema ya kwamba naweza nikuandikie mahali pale katika nikuandikie namba 1, anze na M-Pesa number. M-Pesa number hiyo ni inakuja 0112 643-477. That is nimepin hiyo namba mahali pale, ni ya M-Pesa. Unaweza itumia, then you can use our account. Our account natumia Equity. 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 Tunatumia Equity account. So unaenda our pay bill number. Pay bill number. Unaingia pale unaandika 247,247.
then inakuitisha kitu kinaitwa account. Account number. Ninakuandikia mahali pale. Account number unaandika 262 463. That is our account number, na inatoa jina linaitwa Christian Foundation Fellowship Gikabura. You can use our account number because unaweza kuwa bali na unashindwa unaweza fika mahali hapa namna gani. You can use our account M-Pesa number 0112 643 477. Then our pay bill number ni 247 account number 262 463. That is our account number. Bwana wetu apewe sifa. You can use them. Na Bwana atakubariki katika jina la Kristo Yesu. For just a minute so that I can pray for you. Nataka nikuonyeshe maono ndio ujue ile kitu ambaye ninaongea juu yake. Hii ndio maono yetu. This is our vision. You can see it. Unaweza iona vizuri. This is our vision. Imeandikwa Christian Foundation Fellowship Gikabura Church. Vision of buying church land and building a mega church. You can see our vision is 100 by 100. And our church tumeiandika mahali pale. Na you can see our account number. This is our account number. You can have even a check. That is our account number. You can even have a check. You can use it na itatufikia katika jina la Kristo Yesu. So this is our vision. Na ninaamini ya kwamba Mungu atakusaidia. Usimame pamoja nasi. We need 7.5 million. And we know ya kwamba all things are possible. All things are possible kwa wale wanao amini. So amini ya kwamba hii maono Bwana ataitimiza katika jina la Yesu. And this is our church. Nimekwambia kwamba tulianza mahali padogo, but we have built a big church. A big church. This is our church where we fellowship with our members, where we fellowship. You can see nimekwambia kwamba haina hata madirisha, but we have our main door. Lakini tuko na mlango ingine hapa tunahitaji, na ofisi iko hapa nyuma hatujaijenga. So we need your support. That's why nimekuja jioni ya siku ya leo, so that you can support us with whatever you have in Jesus mighty name. Adaino ya kwamba Bwana atabariki maisha yako. Nimeona tu nikuonyeshe our vision ndio ujue utasimama nasi na kiasi ya pesa namna gani. You can have even a plot in this area. Na useme nimebariki hiyo kanisa liweze kujengwa, watu waweze kubarikiwa. Wacha nikuombee jioni ya siku ya leo ili Bwana akupatie neema ya kutusupport. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea all our members of Christian Foundation Fellowship Gikabura. My God, I pray that you may bless them, kwa sababu wamesimama na hii maono na huduma hii katika jina la Yesu. And I am praying for my viewers, wale wote wananitazama na wamesikiza ujumbe huu na watakao isikiza. Naomba uwabariki, uwaguse kila mmoja, waweze kusupport na kusimama na hii maono Bwana. Tuweze kukununulia shamba, tujenge kanisa lako kubwa permanently katika jina la Yesu, kwa sababu ya watoto wetu, kwa sababu ya generation to come. For us tubarikiwe katika jina la Kristo Yesu. Ninawaombea katika jina la Yesu, na ninaombea hii fundraising yetu ambayo ni ya siku ya Sunday hapa CFF Church Gikabura. Tunawakaribisha watu wakubwa, tuwakaribisha mfalme, tuwakaribisha hata viongozi Baba, kwa utukufu wa jina lako, because the Bible says that we are the co-workers in your kingdom. My God, I pray for many supporters
because we cannot make it without you. That's why the Bible says that two are better than one. Kwa sababu tunatiana nguvu. Ninawaombea na ninawafungua katika jina la Kristo Yesu. Baba, tupatie neema na kibali kwa watu wako katika jina la Kristo Yesu. Baba, uwabariki na ubariki kazi ya mikono yao. Bariki jamii zao. Bariki maisha yao. Watende mema Bwana. Wanene Jehova. Wafungue masikio. Wasikie sauti yako. Bwana, wasimame na hii maono. Kwa maana hii ndio majira ya kanisa lako kubarikiwa katika jina la Yesu. Pokea sifa jioni ya leo na utukufu wote ni wako. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Mungu akubariki na Mungu akutende mema, kwa sababu Bwana atakusaidia vile utasimama nasi katika jina la Kristo Yesu. Mungu akubariki na akutende mema, na kukaribisha on Sunday in our fundraising hapa Christian Foundation Fellowship. Majina yangu naitwa Pastor Dohi na ninahudumu hapa CFF Church Gikabura katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Unaweza kufika hapa na ukuje na rafiki yako, na tutapokea kile utaweka katika akaunti zetu. Weka tu our account na Bwana atakutendea. Nimeipini hapo our M-Pesa number and our account number ya Equity. Uzitumie na nawe uweke kile Mungu atakusaidia. Willingly kile utasikia ndani ya moyo wako, itoe, itapendeza Mungu, naye Mungu atabariki maisha yako katika jina la Yesu. God bless you. Have a nice time in Jesus' name. Amen.